Tunayo furaha kubwa ya kuwatangazia na kuwathibitishia Watanzania na wapenda soka kwa ujumla kwamba tumefanikiwa kumongezea mkataba wa miaka 2 kiungo wetu mshambuliaji Eli Kibisawala Mpanzu Volcano. Mpanzu alijiunga nasi miaka 2 iliyopita. Mkataba wake unafikia ukingoni mwishoni mwa msimu huu. Tukamfanyia tathmini ya kiufundi uwezo wake hivi sasa, lakini vile vile tukafanya tathmini ya kiufundi miaka 2 Mpanzu atakuwa mchezaji wa aina gani na mchango wake ni upi ndani ya timu yake. Baada ya kufanya hiyo assessment, tukapokea na maoni ya kiufundi ya walimu, tukafikia maamuzi ya kumongezea mkataba wa miaka 2. Bado ni kijana mdogo Eli Mpanzu, maana yake ni kwamba unahitaji kuendelea kuwa na huyo mchezaji. Baada ya miaka 2 Mpanzu atakuwa mchezaji mwenye uzoefu ndani ya Simba. Kwa hiyo tumebakisha hazina muhimu kweli kweli. Lakini ukiruhusu kuondoka kwa mchezaji wa aina ya Eli Mpanzu, maana yake dirisha kubwa la usajili unatakiwa ukatafute Mpanzu mwingine ama ukatafute mchezaji mwenye kiwango na ubora kuliko Mpanzu. Kwa hiyo mchezaji aina ya Mpanzu Afrika hii ni wachezaji ambao wako wachache kweli kweli. Kwa hiyo ukimwacha Mpanzu, maana yake ni kwamba inakulazimu uzunguke Afrika nzima kutafuta mchezaji aina ya Mpanzu. Mchezaji aina ya Mpanzu species zake kwenye hii bara letu la Afrika wako wachache kweli kweli. Kwa hiyo ukiwa naye huyo unatakiwa unamkumbatia, unamngangania, unakoma naye. Kwa hiyo tukafikia mwafaka huo wa kumwongezea mkataba. Kiwango chake cha sasa kimeturidhisha, lakini baada ya leo, kesho Mpanzu atakuwa mchezaji wa aina gani vile vile na yenyewe ikaturidhisha kumpa mkataba mpya na kuendelea kusalia ndani ya Simba Sports Club. Hii maana yake ni kusema ya kwamba kwa sasa tayari tumesha kuwa na uhakika na wachezaji 3 kuwepo ndani ya Simba msimu ujao. Yusuf Kagoma ambaye amesaini mkataba wa miaka 2, Rushain De Rock ambaye amesaini mkataba mwaka 1, pamoja na Eli Mpanzu. Nini maana yake? Hivi sasa tuna timu bora sana. Ili msimu ujao uwe na timu bora tena, lazima hao waliokuwa nao wabakishe, alafu utafute bora wengine uwaongeze ndani ya timu yako. Ukiruhusu hawa bora waondoke, maana yake dirisha kubwa la usajili ukatafute bora wa kureplace hawa, alafu ukatafute bora wa kuongezea, inakuwa ni hectic kweli kweli. Lakini mpaka sasa bora tuliokuwa nao wanabaki. Dirisha kubwa la usajili tunakwenda kuangalia bora wengine, tunaongeza mwendo Nchibuyo. Sawa, semaji. Hapo katikati aliibuka maneno mengi kuhusiana na Eli Mpanzu, anakwenda huku, watu tofauti walizungumza, lakini ulisimama na ukasimama dhidi ya msimamo wako kwamba Mpanzu akihitajika Simba ataendelea kucheza Simba, licha ya watu tofauti kusema anahusishwa kuondoka na kwenda kwenye timu nyingine. Kulikuwa kuna maneno mengi kumhusu Eli Mpanzu, na sio tu maneno, kulikuwa kuna vitendo vingi na harakati nyingi za kumwania Eli Mpanzu. Ziko timu ambazo zilikuwa zinafanya attempt ya kuongea na kumshawishi Mpanzu kwa ajili ya kujiunga nao, lakini zilikuja ofa vile vile kutoka sehemu mbalimbali Afrika hii, hasa sana Morocco, zikimhitaji Eli Mpanzu. Kwa hapa ndani chokochoko zilikuwa nyingi, fitina zilikuwa nyingi, na maneno yalikuwa mengi ya kumtaka Mpanzu, pamoja na simu message zilikuwa nyingi kweli kweli na video call za kumtaka Eli Mpanzu. Lakini kama ilivyo falsafa yetu, mchezaji ataondoka Simba pale tu ambapo Simba hatumhitaji. Eli Mpanzu alikuwa anahitajika ndani ya Simba, na kwa mantiki hiyo tukafanya kila kinachowezekana Eli Mpanzu akabaki. Na hii ni salamu kwa wale wote ambao wanakuwa wananyemelea wachezaji wa Simba. Mchezaji ataondoka Simba ikiwa ni rejected material, lakini mchezaji anayetakiwa Simba ataendelea kubaki na kuishi Simba mpaka muda wake wa kuitumikia Simba utakapotamatika. Hakuna timu yoyote itakayomchukua mchezaji anayehitajika ndani ya Simba Sports Club. Sawa, semaji. Ratiba inaonyesha mchezo unaofuata ni wa ligi kuu ya NBC tarehe 2 ya mwezi ujao. Timu tangu mara ya mwisho imeonekana uwanjani ni kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC, tukipata ushindi wa mabao 3 dhidi ya
dhidi ya TRA tukiwafunga katika uwanja wa Meja Jenerali Samoyo. Timu imepumzika, inaendelea na mazoezi au ratiba kiujumla ikoje? Ya mara baada ya mchezo wetu wa TRA wachezaji tumewapa mapumziko ya siku 4 kwa ajili ya kupumzika, tukisubiri kurejea tena kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea mechi yetu dhidi ya Coastal Union tarehe 2 ya mwezi wa 4 na mechi yetu dhidi ya Azam tarehe 5 ya mwezi wa 4. Kwa sasa vijana wako mapumziko kwa wale ambao wanapumzika. Wale ambao wana majukumu ya timu za taifa wenyewe tayari wameshaondoka na kwenda kujiunga kwenye timu zao za taifa mbalimbali ikiwemo Tanzania kwa ajili ya kushiriki kwenye mashindano ya FIFA Series. Wale wengine wamebaki mapumziko hivi sasa, wanakula starehe na raha mpaka siku ya Ijumaa, kwa maana ya kesho kutwa ndipo watarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea katika mikiki mingine ya ligi kuu ya NBC, hususan mwezi wa 4 ambao umekuwa na ratiba ngumu kweli kweli. Sawa Samaji, hii leo asubuhi umekuja kwenye mechi mazoezi ya Simba Queens dhidi ya timu ya TDS, kwa maana wachezaji wa kike ambao wanakuwa kisoka kwenye kituo cha mpira cha shirikisho la soka Tanzania TFF. Tueleze nini ambacho umekiona, nini ambacho unatamani kuambia na Simba kuhusiana na timu yetu ya Simba Queens. Simba Queens walikuwa mapumziko marefu baada ya ligi yao kumalizika raundi ya kwanza tangu mwaka jana. Wachezaji wakasambana, kila mtu akaenda kwao, na sasa timu imerejea tena katika uwanja wa mazoezi tukijiandaa na mzunguko wa pili wa ligi kuu ya wanawake. Simba Queens ni moja kati ya silaha yetu muhimu sana ambayo imekuwa ikitupa heshima katika ligi kuu ya wanawake, imekuwa ikitupambania kweli kweli katika nyakati zote, na baada ya kurejea katika uwanja wa mazoezi leo wamepata mechi ya kirafiki hapo kwa ajili ya kujiweka sawasawa, tukisubiri mwezi wa 4 ambapo ratiba yao itaanza rasmi tarehe 3 ya mwezi wa 4 katika ligi kuu soka ya wanawake. Mechi ya leo imepata ushindi wa magoli 6 kama sikosei, 6-1, lakini sio matokeo ya kuwafanya Simba Queens wavimbe, watune, wainge na vitu kama hivyo. Ilikuwa ni mechi kwa ajili ya kuangalia fitness za wachezaji, mechi kwa ajili ya kuangalia improvement ya wachezaji kutoka kwenye mapumziko marefu, mechi kwa ajili ya kuangalia wachezaji ambao wamekuja dirisha dogo na fit vipi kwenye mfumo, na hatimaye tumebuka na ushindi wa magoli 6. Kwetu sisi ni progress nzuri. Mwalimu Musa Hassan Mgosi amefanya kazi kubwa sana ya kuitengeneza hii timu. Amefanya kazi ya maana kwa kweli ya kutengeneza Simba Queens ambayo